kamati tendaji ya klabu ya Young Africans ilitengeneza kamati maalum ya kuliendea hili jambo sasa la uwanja wetu wa klabu yetu Young Africans. Na kamati hii itakuwa chini ya rais wa klabu yetu, kwa maana ya Engineer Hersi Ali Said ndio atakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati. Wajumbe wote wa kamati tendaji wanaingia pia kuwa wajumbe wa kamati hiyo, ambayo itatoka hapa kwenda kukutana na kampuni ya GSM Tanzania Limited. Lakini kwa kuzingatia fakta mbili ambazo nimewapokeza awali, kwa maana ya mlengo wa kisheria kwenye mahusiano haya na mlengo wa kibiashara, wako wajumbe wawili ambao kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans imewaongeza kwenye kamati hii. Jumbe namba moja ni mwanasheria msomi, mzoefu na mbobevu Alex Mgongolo, ambaye ameongezwa pia kwenye kamati hii, na specific anakuja kutoa ushauri wa kisheria kwa viongozi wetu wa klabu ya Young Africans, aina gani ya mahusiano ya kisheria kwenye mikataba tunatakiwa tusign na GSM Tanzania Limited. Lakini mjumbe wa pili ambaye ameongezwa kwenye kamati hii ni kaka yetu Ivan Tarimo, ambaye yeye anakuja sasa kutusaidia kwenye engo ya kibiashara. Wote mnamfahamu Ivan Tarimo, ana background nzuri ya business. Kwa yeye ameongezwa kuja kutusaidia kwenye engo ya pili. Engo ya kwanza ya kisheria, watu ambao watakuja kuleta ushauri kwa viongozi wetu, ameongezwa hapa Alex Mgongolwa. Lakini kwenye upande wa biashara sasa, mtazamo wa kibiashara kwenye mahusiano haya, ameongezwa kaka yetu Ivan Tarimo. Hiyo ndiyo kamati iliyoundwa na kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans kushughulikia jambo hili la uwanja. Mwenyekiti wake atakuwa rais wa club Engineer Hersi Ali Said. Wajumbe wa kamati tendaji watakuwa ni wajumbe automatic wa kamati hiyo, plus wajumbe wawili ambao tumewaongeza. Mmoja kwenye uwanda wa sheria Alex Mgongolwa, wa pili ni Ivan Tarimo kwenye eneo la biashara. Tulishuhudia moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Moja ya tukio la kihuni. Moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo. Sisi kama Young African Sports Club, kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans, tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini linapokuja swala la football kuwa fair play, kama vilabu ni lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vimefanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa siku ya jana.